uzwaji wa nyumba bila kushirikishwa mwenye nyumba. Kwa hiyo mali yake ndio hiyo mara mwisho kuongea naye ambayo nilimkwambiaje, hiyo ilikuwa ni tarehe 9, tarehe 10 ndo Nyanza akapotea. Kwa hiyo ndio akurudi tena na simu zikazimwa baada ya kufika Kigamboni. Taarifa ya kifo kabisa, yani nilikuwepo eneo la tukio kipindi tunamfukua. Ila taarifa za kupotea kwake nilizipata kutoka kwa mwanamke wake ambaye watu wanamhusisha kuwa ndio mtendaji wa hilo tukio. Kwa sababu tarehe 14, tarehe 10 alivyoondoka Nyanza, tarehe 11 mimi usiku nilikutana naye na huyo mwanamke. Yeye ndo alinipa taarifa za kupotea kwake, kwa namna ya kwamba aliniambia alikimbia baada ya kufanya tukio. Kwa hiyo ni kitu ambacho hata mimi kilinishangaza kwa kweli. Kwa sababu Nyanza mimi nimefanya naye kazi tangu 2016. Nadhani hata Nyilai TV tumefanya kazi na Nyanza akiwepo, filamu ya Mkwaju. Nadhani mliona ni mtu wangu ambaye nafanya naye kazi karibuni 90% ya filamu zangu yeye alikuwa anasimamia idara ya sauti. Lakini polisi, maofisa tunawashukuru sana, walionyesha ushirikiano akiwemo mkuu wa upelelezi Bwana Ndomba, lakini pia tulikuwa na kijana mmoja anaitwa Hamisi, ni polisi officer katika idara ya upelelezi. Nafikiri alionyesha ushirikiano ndio mpaka ikafikia hatua ya kwenda kufukua katika shimo lililochimbwa nyumbani kwake, uani kwake. Kwa hiyo kwa muktadha wa majirani wanasema aliyechimba ni yeye, na ilichimbwa kuanzia saa 11 mpaka saa 5 shimo lilikopo wazi, kwa sababu saa 5 usiku mimi ndo nilikutana naye huyo binti. Kwa hiyo asubuhi likawa limefukiwa. Kwa hiyo hiyo ndio ilitutia sisi shaka, na yeye anatupa maelezo ya kwamba huyo mtu kapotea kafanya soo. Yaani tukawa tunajiuliza, kwa sababu kwa muktadha wa Nyanza hakuwa na hizo tabia za kusema yani hata umdhulumu milioni 100, hakuwa na huo mfumo wa kusema kwamba eti apigane au labda aone ugomvi sio aingilie, hakuwa na hiyo tabia. Kwa hiyo taarifa, kwa muktadha wa swali lako, taarifa ya kugundua kwamba Nyanza amekufa nilikuwepo eneo la tukio kipindi tunafukua. Wakati wa uhai wake marehemu Athumani alikuwa namna gani? Tunafahamu ndio pole, sikivu, lakini hasa zile tabia za ndani, kwa sababu ukiacha kufanya naye kazi sana kwa miaka hiyo yote lazima atakuwa na ule urafiki ambao tunasema urafiki ndugu. Tabia hasa za Nyanza unadhani alistahili kufa kifo cha namna hiyo? Kwa labda alikuwa na maugomvi labda na watu nini? Kiukweli mimi nasema ni bora hadithi ndefu sana inayochekesha kuliko hadithi fupi inayohuzunisha. Katika watu ambao tulifikiria hawezi kufa kikatili na kufukiwa bila utaratibu alikuwa ni Nyanza. Nyanza kwa namna tunavyomjua sisi hakustahiki kifo cha namna ile. Kwa namna tulivyoishi naye hakustahiki kifo cha namna ile. Hatujui ni nini kilitokea, ndo tunajaribu kuiomba idara ya polisi iendelee kushughulika. Baada ya hapo tujue mkasa mzima ilikuwaje mpaka wakamtendea namna ile ndugu yetu. Kwa sababu mara mwisho kuelekea kwa Kigamboni alituambia sisi naenda kwa mwanamke wangu tarehe 10 na anaenda nimeitwa. Sasa kumbe aliitwa ili akauawe. Kwa hiyo hakustahiki. Sawa. Sasa kifo chake ni cha mashaka, na nadhani Nyanza alikuwa anaishi Chanika kabla ya kuhamia huko ambako watu tunaamini kwamba alipotea umauti. Wale watu ambao wanaishi naye pale ambako mmemfukua, wao wanasemaje kuhusiana na hiyo kwamba watu wamekuja wamechimba shimo usiku, kitu ambacho kikawaida Kiswahili si kitu cha kawaida kwamba mtu achimbe shimo usiku, hata kama ni shimo la taka, lakini usiku hapana. Wao majirani na zile stories za kwamba Nyanza ipo walizungumza nini siku ambayo mnafukua? Siku tunaofukua, kwa sababu tulienda na idara ya polisi, tulimwita mjumbe. Majirani wao walikuwa tu kama mashuhuda kama mimi. Kwa hiyo ili swali kimsingi mngewauliza wao, kwa sababu kipindi anapotea na sisi tulienda kuuliza pale kuhusiana na nyumba kuuzwa, majirani walisema haikuuzwa kwa sababu wao hawakushirikishwa. Kwa hiyo ili swali ni zuri kama tungeuliza majirani nao watupe ushirikiano kuhusiana na ndugu yetu. Ila kwa tetesi ni kwamba ile shimo lilichimbwa saa 11 na majirani waliona, lakini yule mwanamke aliwahi kuishi pale. Kwa hiyo ilionekana kama yupo kwake saa 11 jioni. Kwa hiyo ilionekana kama ni mtu anachimba shimo kwake. Ila kilichoshangaza asubuhi likawa limefukiwa. Hiyo ndo hapo ndo kidogo hata mimi nikaanza kuona hapana. Kwa sababu mimi pia niliwahi kulioji hilo shimo.
lakini asubuhi nilipopita nikakuta limefukiwa. Kwa hiyo sikupata nafasi ya kuongea na mtu na huyo mwanamke wake kwamba kwa nini kalifukia. Zaidi ya pale polisi alituthibitishia Nyanza yupo, na mara ya mwisho alikutana naye Jumatano, sisi tunamhoji Ijumaa. Kwa hiyo sisi tukawa tunashinikiza tupewe mtu wetu, na ndio maana alivyopewa dhamana akakimbia. Huyo mke wa marehemu sio mkewe, hakuwahi kumtolea barua wala hakuwahi kumuoa, ni mwanamke tu ambaye anaishi na alisubutu kuishi naye. Kwa hiyo nyuma huyu mwanamke bwana kuna hadithi nyingi sana. Kwa hiyo mimi naona kwa sababu idara ya polisi inafanya kazi, hebu tuipishe polisi kwenye uchunguzi ili tuletee majibu halisi tujue, kwa sababu hata mimi nina kiu cha kujua instruction ya ndugu yangu imekuwaje akapewa akaporwa uhai kwa namna hii. Kwa hiyo mimi imeniumiza sana. Amefariki Nyanza, mpokee huko alipo, lakini kazi za sanaa amezifanya kwa namna yake. Ndio maana hata msibani kwake wasanii maproducer wengi wamefika. Inaweza kuwa si wakati sahihi wa kuuliza, lakini marehemu katika siku za karibuni kabla hajapatwa na umauti, kuna kazi zozote ambazo labda amefanya na wewe? Kwa sababu siwezi kusema za wengine, naweza nikawa sijui sana. Kwa hivi karibuni hapa kuna kazi yote mlifanya au mlikuwa mmeplan kufanya? Labda zipo kazi tulizozifanya, lakini kwa sababu haziko public, ni biashara, huwezi kusema, lakini zipo kazi nilizofanya nazo ambaye zikitoka tutammention. Basi TV tukushukuru kwa wakati wako na tuko pamoja, kwa sababu licha kwamba ni watu wa habari, lakini Nyanza pia ni ndugu yetu, ni rafiki yetu. Neno lolote tu kwa vijana wanaoishi na wanawake ambao umesema neno, yani kama hawajarasimishana hivi, mtu hajaoa, tabia? Mimi nawashauri kwa utashi wangu, zamani majambazi walikuwa wanaume. Kwa utashi wangu mimi, na tulikuwa tunaandamwa sana wanaume. Fanya kwa ushahidi namba moja, gerezani wanaume ni wengi kuliko magereza ya kike. Kwa hiyo sasa hivi kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi na dunia, hilo jambo limebadilika. Kwa hiyo mimi naweza kuwasihi pia kwa wale vijana ambao kuoa, kwanza waachane kabisa na hao wanawake ambao watu wa mikopo, wakae nao mbali kabisa, kwa sababu hao wanashinikizwa kuuza. Kwa sababu hata ubadhilifu hapa sisi tuna uzaji wa nyumba bila kushirikishwa mwenye nyumba, kwa hiyo mali yake ndio imemuondoa. Kwa hiyo kwanza watafakari wanawake wanaokaa nao ni watu wa vikoba, hawana ya msingi wanayojadili, ingawa kwamba hivi vitu mikopo hii ya kiolela, sijui kausha damu, sijui ni nini ambayo inaelekezwa katika serikali humo, ipigwe marufuku, kwa sababu hii ndio sosi. Kila kitu tukifikiria sasa hivi nyuma yake kuna mkopo. Unajua zamani ilikuwa nyuma ya mafanikio ya mwanaume, nyuma yake kuna, katika kila mafanikio ya mwanaume nyuma yake kuna mwanamke. Lakini sasa hivi katika kila matatizo ya mwanaume nyuma yake kuna nani? Kuna mwanamke. Umeona mabadiliko ya nchi yalivyobadilika. Kwa hiyo mimi nawasihi wanaume wenzangu, naongea kama wanaume sasa, wakae mbali, yani watanishukuru baadaye, na wanaojihusisha na vikoba na mikopo ambayo sio rasmi. Kama wanahitaji mikopo, wafuate mikopo ya kiserikali ambayo nadhani itakuwa na utaratibu au kutokuwa na hizo stress. Lakini hii mikopo ya taasisi binafsi wakae mbali. Na tunazo sinema ambazo tumeziandika na tumewaonesha madhara yake. Yako mengi na waendelee kuzifuatilia, ila wakae mbali na watu wa namna hii. Watanishukuru baadaye. Sitaki kufafanua sana. Kila mtu atanishukuru kwa nafasi yake. Katika kila tatizo la mwanaume nyuma yake kuna mwanamke. Asante sana. Mara mwisho aliniambia kwamba yeye amempeleka mwanawe shule ya sekondari Kisiju Pwani. Ile shule iko vizuri katika kufaulisha na inafanya vizuri, na mwanangu mimi Shedrack Madebe alifanya vizuri huko. Kwa hiyo ile hali ilimhamasisha na akampeleka mtoto wake kule, akitoa taarifa kwamba huyu mtoto anahudumiwa na Madebe. Na uzuri wa ile shule ni wasikivu, wakaelewa. Kwa sababu nilijaribu kuishi nao vizuri kwa muda mchache. Iko huko Kisiju huko wilaya ya Mkuranga. Ndio hiyo mara mwisho kuongea naye ambayo nilimkwambiaje, hiyo ilikuwa ni tarehe 9, tarehe 10 ndo Nyanza akapotea. Na alipotea kwa maana ya kwamba tulikuwa na makubaliano ya kuna fedha ambayo tulitakiwa tuipate ili tufanye changisho, kwa maana ya kwamba kulipa ada ya mtoto wake. Ndio akaondoka kwa maana Jumatano ili akakutane na akina Duma
na kuna kazi alizifanya baadhi ili akusanye hela zake azilete kwangu tulipe ada ili kuendelea kupata huduma huyu mwanawe wa kike. Ndio hiyo ndio akurudi tena na simu zikazimwa baada ya kufika Kigamboni.